tunakusihi Bwana uwe pamoja nasi katika ibada hii, ili ibada yetu ipate kuwa na maana mbele za uso wako. Utusaidie sasa tunapoyasoma maneno yako matakatifu, yakawe baraka kwetu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Na tusome neno kutoka kitabu kile cha Mambo ya Walawi, mlango ule wa 19 mstari wa 30 mpaka 37. Mambo ya Walawi 19, 30 mpaka 37. Maneno ya Mungu anasema, zishikeni sabato zangu, mpaheshimu patakatifu pangu. Mimi ndimi Bwana. Msiwaendee wenye pepo, wala wachawi msiwafuate, ili kutiwa unajisi na wao. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Muondokeeni mtu mwenye mvi, heshimuni uso wa mtu mzee, nawe mche Mungu wako. Mimi ndimi Bwana. Na mgeni akikaa pamoja nawe katika nchi yako, usimdhulumu. Mgeni akikaa pamoja nawe atakuwa kama mzalia kwenu. Mpende kama nafsi yako, kwa maana ninyi mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Msifanye yasiyo haki katika hukumu, wala katika kupima, wala katika mizani, wala katika cheo. Mizani ya haki, vipimo vya haki, efa ya haki, hini ya haki, ndivyo mtakavyokuwa navyo. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu, niliyewatoa katika nchi ya Misri. Zishikeni sheria zangu na hukumu zangu na kuzitenda. Mimi ndimi Bwana. Karibu sana tukae katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Ninamshukuru sana Mungu kwa neema hii na kibali hiki alichonipa kuweza kushiriki pamoja nanyi ibada ya Jumapili ya leo. Lakini kipekee nimshukuru sana baba mchungaji kiongozi wa usharika huu, Mchungaji Kijalo. Ninakushukuru sana baba kwa kunipa nafasi, pamoja na mwinjilisti na kamati ile inahusika, kamati ya uinjilisti iliyoandaa semina hii. Ninawashukuru kwa kuona kwamba ninafaa kuja kufundisha neno la Mungu katika usharika huu. Lakini kipekee niwaletee pia salamu kutoka kwa mchungaji baba mchungaji Aman Limo, mchungaji wa usharika wa Mwenge, ndiko ninakotokea. Ameniambia ukifika wasalimie sana watu wa Temboni, waambie ninawasalimia sana. Mimi ninaitwa Francis Laurent Mwenyange, ni mwanafunzi wa bachelor ya theolojia mwaka wa kwanza katika chuo cha Tumaini Dar es Salaam. Lakini pia Mungu amenipa neema ya kufundisha neno la Mungu. Ni mwalimu wa neno la Mungu na ni mhubiri wa Injili. Bali na hayo, Mungu amenipa neema ya kuandika vitabu, na vitabu vingi tu nimeviandika. Na leo nimekuja niwashirikishe kitabu changu kinachoitwa Nguvu ya Imani, Siri ya Kiroho iliyobeba mafanikio unayoyataka. Ni kitabu kizuri sana. Kitabu hiki ni kizuri mno. Kimekuwa baraka kwa wengi ambao wamekichukua na kusoma. Mimi Mungu amenipa neema ya kuhubiri kwa njia ya vitabu. Kwa hiyo na wewe ukijipatia nakala yako utapata nafasi ya kujifunza ujumbe wa neno la Mungu. Lakini pia utakuwa umetoa sadaka yako kufanikisha kazi ya Mungu naifanya. Bali na kuhubiri Injili makanisani, lakini pia ninahubiri Injili kwenye television kila siku ya Jumamosi, Jumapili na Ijumaa kupitia television ya Star TV. Jumapili leo saa 9 alasiri, Ijumaa saa 11:30 asubuhi, Jumamosi saa 12 jioni. Kwa hiyo ninalipa. Kwa hiyo sadaka yako ukichukua kitabu hiki inawezesha moja kwa moja kuifanya kazi hiyo. Lakini pia hapa nyuma kuna namba za simu. Kama una cash unaweza ukachukua ukatuma, na uwe huru kabisa. Hii sio biashara. Ni sehemu ya kusapoti kazi ya Mungu ya kupeleka Injili. Sasa nimekuja hapa kwa sababu kuna semina, na Mungu amenipa neema ya kuwa mwalimu wa hiyo semina. Lakini pia mimi Mungu amenipa neema ya kufundisha neno la Mungu. Kwa hiyo ninafundisha sana katika maisha yangu ya kihuduma.
na katika semina yetu tutakuwa na ujumbe unaosema mbinu za kufanikiwa kiuchumi kibiblia. Mbinu za kufanikiwa kiuchumi kibiblia, kwa sababu moja ya jambo ambalo leo hii linatesa watu wengi ni uchumi. Uchumi umekuwa tatizo. Uchumi umepelekea kuwa na vilio. Uchumi umepelekea kuwa na huzuni. Na kwa sababu hiyo, ili kuleta ufumbuzi wa changamoto za kiuchumi, za kifamilia, za kimaisha, ukali na ugumu wa maisha, ni vizuri tukajifunza sasa maandiko yanasema nini, ama Mungu anatufundisha nini kwa habari ya sisi kama Wakristo, namna ya kufanikiwa kiuchumi kulingana na maelekezo ya kibiblia. Na mimi nimejipanga vizuri, nikuhakikishie tutajifunza na utamtukuza Mungu. Katika eneo la kufundisha, Mungu amenipa neema hiyo kama mwalimu kufundisha. Sina injili sana za uamsho, nina injili sana za kutumia akili. Ukinisikiliza lazima utanisikiliza kwa akili. Utulivu utakuwa wa kutosha, sababu natumia sana ufahamu. Na hata mimi masomo yangu natumia gharama kujiandaa, yanahitaji utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikukaribishe sana kesho tutakapoendelea na semina jioni mahali hapa. Uwe na uhakika Mungu atakuhudumia. Mungu atakuhudumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Sasa ujumbe ambao nimekwisha kusoma unatoka katika kitabu kile cha Mambo ya Walawi. Lakini tumepewa somo katika wiki hii linalosema haki huleta amani na ustawi. Haki huleta amani na ustawi. Maana yake kama hakuna haki, hakuna amani, hakuna ustawi. Jambo hili ni kweli. Jambo hili ni kweli. Nilizungumza ibada ya kwanza, nikasema kitu hichi kinachozungumzwa hapa ni kama moja ya pointi katika somo nalokwenda kulianza kulifundisha kesho jioni. Takapokuwepo asubuhi hapa nitakuwa na ujumbe mwingine, na jioni nitakuwa na ujumbe mwingine. Kwa ukija asubuhi unakutana na ujumbe mwingine, ukija jioni unakutana na ujumbe mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jambo hili ni la msingi sana. Sasa nikajaribu kutafakari ujumbe tuliopewa na kanisa unasema haki huleta amani na ustawi. Anamaanisha nini anapozungumza haki? Nikajaribu kutafakari, kuchunguza, maana haya ni mambo ya kisheria. Haya ni mambo ambayo nikimuuliza baba mchungaji ndiye anaweza akayachambua vizuri, maana yeye ni mwanasheria. Anaweza kutueleza vizuri tunapozungumza haki tunazungumza nini. Lakini kwa kifupi tu nikajua kwamba maana ya neno haki linatokana na kitendo cha kuishi maisha ya uadilifu ama kutimiza unachopaswa kisheria. Sio maamuzi unayoona wewe kwamba ni sawa, nifanye ama nisifanye, niende kanisani ama nisiende, nitoe ama nisitoe. Haki ni kitendo kinachompaswa mtu kuishi maisha ya uadilifu. Na nilipochunguza nikagundua kwamba neno haki sio kitenzi, neno haki ni nomino. Kwa hiyo siku zote haki inataka iwe sehemu ya maisha ya mtu, liwe jina la mtu. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya haki ni kuishi maisha ya uadilifu, lakini pia ni maisha yanayotutaka, yanayotuagiza, yanayotuelekeza kutenda sawa sawa na sheria. Sasa yako mambo mengi sana ambayo nimejaribu kuyaona hapa. Mojawapo, tunapozungumza kwa habari ya haki kama sisi wa Kristo ni kuishi maisha ya kufuata maelekezo na maagizo ya neno la Mungu, lakini pia kufuata taratibu za kanisa. Na ndio maana huko hapa umejiandikisha, umechukua bahasha. Kama hujachukua bahasha, maana yake utambuliki kama Mkristo. Ukienda kwa mzee atakuuliza, sawa, mji huu ni mkubwa, una watu wengi, hebu tuambie Mkristo mwenzangu, wewe namba yako ya bahasha ni ngapi? Utasema mimi nipo, ninaishi pale. Wakristo ni wengi, wako kwenye mazoebu mengi. Na ndio maana haki inatutaka pia kufuata taratibu za kanisa. Lakini pia hatuishi tu kama wanyama, tunaishi kwenye nchi yenye sheria na taratibu. Kwa tunapozungumza kwa habari ya haki, inatutaka kuzijua sheria, taratibu
za nchi tunayoishi zinatuagiza nini? Zinatuelekeza vipi? Sasa ukiangalia neno ambalo tumelisoma katika kitabu cha Mambo ya Walawi, anazungumza mambo ya msingi kabisa ambayo Israeli wanaagizwa kuyafanya, lakini pia wanaagizwa kuto kuyafanya. Simon, hii ni sheria, hili fanya, hili usifanye. Ukisoma vizuri neno ambalo tumesoma, ujumbe ambao tumeupitia wa kitabu cha Mambo ya Walawi 19:30 mpaka 37, yale mambo anayozungumza pale ni maagizo, ni maelekezo. Fanya hiki, hiki usifanye. Usifanye hiki, fanya hiki. Anazungumza moja kwa moja kwa habari ya utaratibu wa kimaisha wanaopaswa kuishi taifa hili la Israeli, na wanaelekezwa na Mungu kupitia mtumishi wake aitwaye Musa. Musa ameandika vitabu 5, tunaviita vitabu vya sheria ya Torati. Kwa hiyo mpendwa, haya yalikuwa ni mambo ya msingi, lakini nimejaribu kuyatenganisha kidogo ili yakusaidie kuelewa mambo yasiyopaswa kufanya yanayozungumzwa kwenye andiko ambalo tumesoma. Anawaambia msiwaendee wenye pepo. Hili alipaswi kufanya na Wakristo. Msiwaendee wapiga ramli, waganga. Hapa tunapozungumza kwa habari ya wapiga ramli ama waganga ama wachawi, linaenda mbali zaidi. Unajua kanisa letu halina wapiga ramli, lakini kuna makanisa yana wapiga ramli. Kuna watu wanaenda makanisani, wakishafika kanisani mtumishi anasema Mungu ameniambia, Mungu amenionyesha, Mungu amenisemesha, Mungu hivi hivi. Kanisa letu halina hiyo huduma. Hata mimi katika huduma hii niliyopewa kuja kufundisha sina hiyo huduma. Ukifikiri utakuja hapa kutabiriwa, mimi nafundisha neno la Mungu. Nitakufundisha neno la Mungu ili ujue Mungu anasema nini. Sasa eneo hili la kupiga ramli ama waganga wa kisasa wamejaa katika huduma mbalimbali, na ndio maana Mungu anawaagiza wana wa Israeli, anawaambia msiwaendee wachawi, msiwaendee waganga, msiwaendee wapiga ramli. Lakini pia anawaambia katika mambo ambayo hawapasi kufanya, anawaambia msiwadhulumu wageni. Takutana na wageni, msije mkawadhulumu, mkawatenda mabaya, kwa sababu na nyinyi pia mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. Siwatendee haya. Lakini yako mambo anayowaambia wanapaswa kuyafanya. Moja wapo anawaambia hukumuni kwa haki, pimeni kwa haki, watunzeni wageni kama ninyi mlivyokuwa wageni katika nchi ya Misri. Sasa haya ni baadhi ya mambo anayozungumza, yakiwemo kuwaheshimu wazee na vitu vingine vingi sana ambavyo vinazungumzwa katika somo ambalo tumesoma katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Ni mambo mengi ya msingi sana yanayoeleza kwa habari ya haki. Hii ni haki, hii sio haki. Hii ni haki, hii sio haki. Sasa tunajifunza nini sisi kama kanisa katika ujumbe huu tuliopewa, ya kwamba haki huleta amani na ustawi? Tunapozungumza kwa habari ya amani, tunazungumza kwa habari ya utulivu. Na ndio maana kwa sababu nchi yetu ina amani na sisi tumekuja kanisani. Ingekosekana amani, tusingekuja kanisani. Lakini familia haziwezi kupanga pamoja kuweka malengo ya kufanya mipango mizuri ya kujiunga na SACCOS, kuchukua mkopo, kununua gari, kujenga, kusomesha watoto, kusafiri, kuwa na mtoko wa kifamilia, kama hakuna amani. Simona. Lakini hayo yote ni matokeo ya haki. Amani ni tunda la haki. Ustawi maana yake maendeleo. Kanisa letu linataka watu waendelee, wawe na vipato, wawe na nguvu ya pesa, wawe na uchumi. Na ndio maana nimekuja kufundisha mbinu za kufanikiwa kiuchumi. Tunataka watu wawe na pesa. Nimeona hapa nyuma mnajenga jengo kubwa zuri, linahitaji pesa, linahitaji watu wawe na nguvu ya fedha. Na ndio maana tunataka tuwafundishe Wakristo. Biblia inasema Mungu ametuweka katika nchi kutawala na kumiliki. Tunamiliki nini? Tunatawala nini kama hatuna nguvu? Ndio maana tunataka tukufundishe ili tuwe na nguvu. Sasa tunajifunza nini katika ujumbe huu? Jambo la kwanza, haki ni msingi wa uwepo wa Mungu. Haki ni msingi wa uwepo wa Mungu. Kama hakuna haki, na Mungu hayupo hapo. Kama kuna haki, Mungu yupo. Wapendwa walokole wenzangu, tunaopendwa kuomba sana, na mimi ni muombaji. Nataka nikwambie, ukitaka uwe na Mungu asubuhi, mchana, jioni na usiku, anza kutenda haki.
watendee haki wanaokuzunguka, lakini pia yatendee haki maisha yako binafsi. Kuna wengine tunalalamika, lakini sisi ndo wa kwanza tunaojikandamiza wenyewe. Kwa nini? Hatutaki kutenda haki. Ngoja utanielewa. Na ndio maana ninakwambia haki ni msingi wa uwepo wa Mungu. Wengi tunamtaka Mungu katika maisha ya kwetu, tunamtaka Mungu katika nyumba zetu, tunamtaka Mungu katika biashara zetu ziwe na mauzo mazuri, tupate pesa, tuwe na hela, tuwe na mali. Lakini anayesababisha vyote vitokee ni Mungu, ambaye Mungu anatuagiza kutenda haki, kwa sababu haki ndo msingi wa uwepo wake. Popote palipo na haki kuna Mungu. Popote palipo na haki kuna Mungu. Angalia neno linasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 6 mstari wa 33. Mathayo 6:33 anasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Hajasema fungeni na kuomba ili mzidishwe. Amesema kuna mambo yawezekani pasipo kufunga na kuomba. Sio kazi, sio biashara, sio pesa, sio ndoa, sio watoto, kwamba kila kitu mimi nifunge na kuomba. Anasema utafuteni kwanza ufalme wake, jambo la kwanza. Jambo la pili anasema tafuteni haki. Alafu jambo la tatu anasema unataka nini? Utajiri. Unataka nini? Mali. Unataka nini? Kuongezeka. Unataka nini? Watoto. Unataka nini? Nyumba. Unataka nini? Biashara. Unataka nini? Mafanikio. Unataka nini? Kampuni. Unataka nini? Safari. Unataka nini? Viwanda. Vyote vitafuata. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mmeona mambo yalivyo ya ajabu? Na ndio maana ninakwambia jambo ambalo tunajifunza hapa ni kwamba haki ni msingi wa uwepo wa Mungu mwenyewe. Tukiupata ufalme wa Mungu, tujue unatuelekeza kutenda yaliyo haki. Tusipotenda haki, basi ujue Mungu hayuko hapo. Kwa hata kama unaomba sana, lakini kama unawatesa walioko nyumbani kwako, kama unawatesa wanaokuzunguka, uwe na uhakika hauna Mungu, hata kama umeokoka na unaitwa kwa jina gani. Wapendwa, jambo la pili ambalo tunajifunza hapa ni kwamba imani ya mtu hupimwa kwa kutenda haki. Imani ya mtu haipimwi kwa majina anayoitwa. Imani ya mtu inapimwa kwa kutenda haki. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya haki, huleta amani na ustawi, ni kwamba imani yako, tutajua kweli unamwamini Mungu kwa kuanza kutenda haki. Tukipima eneo la haki kwako lina shida, hata kama mwenzetu unaitwa mtumishi kiasi gani, tutakuwa na mashaka na imani yako, kwa sababu tumeangalia upande wa pili. Maisha yako hayaonyeshi kama wewe unatenda haki. Sio kwa sababu unaomba sana, sio kwa sababu unaimba sana, sio kwa sababu unahubiri sana. Tunapima kweli una imani, tunaangalia matendo yako yanatafsiri nini, nuru au giza. Kwa sababu kuna wengine ni watumishi kweli, lakini matendo yetu hayaonyeshi kabisa kwamba sisi ni watumishi wa Mungu, sisi tunamtumikia Mungu, sisi tunampenda Mungu. Angalia, ukisoma na mimi kitabu kile cha Warumi mlango wa 1 mstari wa 17, neno linasema, Warumi 1 mstari wa 17, maneno ya Mungu anasema hivi, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Habakuki alikaa wakati fulani, akawa anatafakari mambo yake mengi, kama ambavyo leo tunatafakari mambo yetu yalivyo mengi. Hatujui tunafanya nini ili tuyashinde hayo yanayotuzunguka katika maisha yetu. Habakuki alipoingia kuomba, Mungu akamwambia, Habakuki, usiteseke, mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. Manake imani inapimwa na kutenda haki. Kama utendi haki, hatuoni imani, na kama hakuna imani, hakuna maisha. Maisha ni matokeo ya kile unachokitenda. Na ndio maana neno tulilolisoma katika Warumi 1
mstari wa 17 anasema, kwa maana haki ya Mungu inadhihirika ndani yetu toka imani hata imani. Jinsi tunavyofanya ndivyo tunahesabiwa haki kupitia imani. Jinsi tunavyoenenda ndivyo tunahesabiwa haki kupitia imani. Sasa ngoja nikuonyeshe mfano. Unaweza ukawa unajiuliza, mtumishi unamaanisha nini? Ngoja nikuonyeshe mfano wa mtu mmoja anaitwa Kaini. Kaini alikuwa na ndugu yake anaitwa Habili. Ndio ujue kwamba haki, imani inatafsiriwa kwa matendo ya haki. Unachotenda ndicho kinatafsiri imani yako, na hapo ndipo tutaona wewe ni mtu aina gani. Angalia, ukisoma katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 4 mstari wa 7, neno linasema kama ukitenda vyema hutapata kibali. Hili ni swali. Anasema kama ukitenda vyema hutapata kibali. Unaweza ukajiuliza binafsi, hivi kama mimi Francis nikitenda vyema sitaziona baraka za Bwana? Hivi kama mimi Francis nikiwa mwaminifu kwa Mungu sitamuona Mungu katika maisha ya kwangu? Hivi mimi Francis nikiwa mkweli sitamuona Mungu? Jiulize. Mungu anamuuliza Kaini, anamwambia kama ukitenda vyema hutapata kibali. Alafu anamweleza sasa, baada ya swali anakuja anamweleza, anamwambia usipotenda vyema dhambi iko tena inakotea. Anamwambia usipotenda vyema dhambi ipo inakotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, lakini yapasa uishinde. Mpendo, kumbe siri ya mimi kuonekana mtu wa imani ninayeona matokeo, ninapoomba Mungu nipe gari, Mungu ananipa gari. Ninapoomba Mungu nipe nyumba, Mungu ananipa nyumba. Ninapoomba Mungu nipe wateja, ananipa wateja. Ninapoomba mafanikio, ananipa mafanikio. Yote hayo ni matokeo ya maisha ya haki. Maana yake nini? Yale Mungu anayosema fanya, nafanya. Yale Mungu anayosema usifanye, sifanye. Yale Mungu anayosema tenda, natenda. Yale Mungu anayosema usitende, sitende. Sasa Wakristo wa sasa hawataki. Wanataka wanachotaka, wanavyofikiri, wanavyowaza, wanavyotamani, wanavyozania. Na mwisho wa siku wengi tumeangukia pua. Wengi tumeangukia kwenye mawazo. Wengi tumeangukia kwenye maumivu. Kwa nini? Anavyotaka Mungu hatutaki. Tunavyotaka ndivyo tunafanya. Na ndio maana nakwambia mpendwa, imani ya mtu upimwa kwa kutenda haki. Kama utendi haki, imani yako ni bure, hautaona matokeo yoyote. Na kwa sababu hiyo Mungu anamwambia Kaini, ukitenda vyema hutapata kibali. Kibali ni baraka, kibali ni neema, kibali ni mafanikio, kibali ni ushindi, kibali ni kile unachotaka. Mungu anamwambia Kaini, Kaini unataka nini Mungu akufanyie mwaka huu? Kaini unataka nini Mungu akutendee? Siri ni kutenda vyema. Sasa kutenda vyema ni swala la sheria. Nini unapaswa kufanya, nini upasi kufanya? Ukishajua hapo utamwona Mungu. Nataka nikwambie ni rahisi sana. Ukishajua Mungu anataka ufanye nini, Mungu hataki ufanye nini, utafanikiwa kirahisi mno. Wala hautatumia nguvu, wala hautatumia jasho kutafuta pesa, kutafuta mali, kutafuta utajiri. Utajiri utakutafuta. Na ndio maana nikasema somo hili linashabiana kidogo na ujumbe Mungu alionipa wa semina unaosema mbinu za kufanikiwa kiuchumi kibiblia. Haya ndio mambo ambayo nataka tuyachambue vizuri, tuelezane, tufundishane. Sasa angalia, Kaini haya yalimkuta si kwa sababu yamemkuta kwamba hakuwa anamjua Mungu, kwamba hakuwa anamtumikia Mungu. Alikuwa anamtumikia Mungu, alikuwa anamjua Mungu, alikuwa anamfanyia Mungu ibada. Lakini yalimpata haya mpaka anafika wakati anaanza kumonea wivu ndugu yake Habili. Anachukua hatua ya kumuua ndugu yake Habili. Anakutana na laana. Mungu anamlaani ya Kaini. Unafikiri kwa sababu gani? Kwa sababu wote walienda mbele za Mungu kupitia ibada ya sadaka. Wakafanya ibada. Mmoja akatoa sadaka ya mifugo, mwingine akatoa sadaka ya mazao. Nini kilitokea?
alipotoa sadaka Abili, Mungu aliitakabali sadaka yake, manake aliibariki. Alipotoa sadaka Kaini, Mungu aliikataa sadaka ya Kaini. Baada ya Kaini sadaka yake kukataliwa, Kaini akagazibika, akasikia vibaya. Sasa unaona, kumbe tendo la utoaji tunapofanya kwa mwingine linaleta baraka, kwa mwingine linaleta mafanikio, kwa mwingine linaleta neema, kwa mwingine linaleta upenyo. Lakini tendo hilo hilo la utoaji kwa njia ya sadaka tunapofanya, tunapotoa, kwa mwingine linasababisha laana, kwa mwingine linasababisha mikosi, kwa mwingine linasababisha machukizo, kwa mwingine linasababisha mabaya. Kwani nini kimetokea kwa Kaini? Ukisoma kwenye maandiko, nyinyi ambao wenzangu mmeshasoma kama mimi nilivyosoma, kuna kosa gani ambalo Kaini amefanya mpaka akafika hatua akaamua kumuua ndugu yake? Kuna kosa lingine ambalo Kaini amefanya? Kuna jambo gani ambalo Kaini amefanya tofauti na kwenda mbele za Mungu kwa njia ya kutoa sadaka, kama ambavyo nyinyi mmeambiwa hapa kwa habari ya mavuno mwezi Oktoba na sadaka ile ya maendeleo mwezi Novemba? Jamani, kuna jambo gani ambalo Kaini aliambiwa? Jambo ambalo Mungu aliwaelekeza Kaini na Abili ni kumtolea sadaka kwa vile walivyovipata. Kaini akapeleka sadaka na Abili akapeleka sadaka. Kilichotokea, sadaka ya Kaini ilikataliwa, sadaka ya Abili ilikataliwa. Lakini walipotoka madhabahuni kwa Bwana, Kaini alikuwa na laana, Abili alikuwa na baraka. Baraka ya Abili ikamstawisha, ikampa mafanikio, ikampa ushindi, ikampa kibali, ikampa nguvu. Laana ya Kaini ikamwongoza kuua, ikamwongoza kupata aliyoyapata, kutenda mabaya. Lakini haya waliyapata kwa njia ya utoaji. Na ndio maana ninakwambia, imani ya mtu inapimwa kwa kutenda haki. Haki inatuongoza kujua nini unapaswa kufanya, nini upasi kufanya. Sasa hili ni jambo binafsi. Mungu akupe neema na wewe upate kulifikiria na kulitafakari kwa kina. Lakini jambo la tatu ambalo nataka tumalize ili twende tukamshukuru Mungu, tutaendelea wakati mwingine, ni kwamba maisha ni matokeo ya matendo. Maisha yetu sisi wanadamu, unapomwangalia mwenzako amefanikiwa ama hajafanikiwa, anamuona Mungu ama anamuona shetani, ni matokeo ya matendo. Mpendwa, Mungu hana upendeleo. Kwenye somo langu la semina nimechagua neno kutoka kitabu kile cha Warumi mlango wa 2 mstari wa 8 mpaka wa 10. Katika mstari wa 10 anasema hivi: kwa maana hakuna upendeleo kwa Mungu. Mpendwa, Mungu hakutuumba wengine wawe matajiri, wengine wawe maskini, wengine wawe wahitaji, wengine wawe na utoshelevu. Isipokuwa maisha ni matokeo ya yale tunayoyatenda kila siku itopo leo. Ukisoma katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 7 anasema, watoto wadogo, mtu asiwadanganye. Atendaye haki yuna haki kama yeye alivyo na haki. Unatenda nini? Unalotenda ni haki, manake unalotenda ni sawa sawa. Unalitenda katika uadilifu, unalitenda katika maelekezo ya neno la Mungu. Mungu anaposema toa, usitoe kilicho kinyonge, ndivyo unavyofanya. Mungu anapokuambia usiabudu miungu mingine, ndivyo unavyofanya. Sasa kila mmoja anajua, akiyatafakari maisha yake anajua. Na ndio maana nimekwambia mimi sina injili za uamsho sana. Injili yangu inataka utulivu. Utulie, utafakari, ujiulize, ujipime. Ninadili na ufahamu sana. Sasa haya ni mambo ya msingi kuiangalia. Hivi maisha yangu yana matokeo ama hayana matokeo? Na kama hayana matokeo, hivi njia zangu zikoje? Jiulize mwenyewe, utapata jibu tu. Matendo yangu yakoje? Maisha yangu yakoje? Kwa sababu maisha ni matokeo ya matendo tunayotenda. Tunatenda nini? Neno linasema msidanganyike. Msidanganyike. Anayetenda haki, haki hiyo hiyo itamrudia. Anayefanya vyema. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba katika kitabu cha Isaya 28
mstari wa 13, taenda kusoma mwenyewe. Anasema ni kanuni juu ya kanuni, ni sheria juu ya sheria, huku kidogo huku kidogo. Ukivunja sheria, mpendo, unafungwa. Haijalishi wewe ni Mkristo mwenzetu, sheria zitakushika, zitakufunga. Ni kanuni juu ya kanuni, ni sheria juu ya sheria. Na ndio maana neno linasema, wapendwa, msidanganyike. Haijalishi unaomba sana, haijalishi unafunga sana, lazima ujiulize maisha yako yanatenda haki kiasi gani. Ni kanuni juu ya kanuni. Lakini pia neno linasema Mungu haziakiwi, apandavyo mtu ndivyo atakavyovuna. Ukiwa na imani kwamba Mungu nikimtolea sadaka, sadaka hii italeta baraka, itakuwa kwako. Ukiwa unaamini kwamba kutoa ni kupoteza, itakuwa kwako. Ndivyo mambo yalivyo. Biblia inasema apandavyo mtu ndivyo atakavyovuna. Na ndio maana makanisani kwetu wanaotoa wanaendelea kubarikiwa, wanaokataa kutoa wanaendelea kubaki kama jinsi walivyo. Ndivyo ilivyo. Kwani wewe hujui? Katafakari ama kajiulize ama kapime, utaona tu. Mpendwa, najaribu kuzungumza ujumbe unaosema haki huleta amani na ustawi. Haki hii Mungu anatuagiza sote tupate kuitenda. Na ndio maana nimejaribu kukuonyesha mambo haya ya msingi matatu yakakusaidia upate kumjua Mungu, kwamba Mungu ni wa haki, asiyekuwa na upendeleo. Usije ukasema mimi Mungu mbona umeniacha? Mimi Mungu mbona umenisahau? Ndio maana kanisa limeweka semina, tufundishwe. Sasa ukiacha kuja, maana yake umekataa haki yako ya msingi kushiriki kufundishwa. Umekataa haki yako ya msingi kuelewa mambo jinsi yalivyo. Sasa mimi sina muda wa kutosha, wacha niishie hapa siku ya leo. Nikukaribishe wewe ambaye umepata neema kuwepo katika ibada hii, na wale ambao tulikuwa nao ibada ya kwanza, Mungu akupe kibali. Kesho tutakuwepo hapa asubuhi, tutakuwepo hapa jioni, na Mungu atatukuzwa kadri ambavyo atatuongoza. Na tuombe. Baba, tunakushukuru kwa upendo wako na neema zako za ajabu. Umeamua kutufundisha na sisi tuko tayari kujifunza. Umesema neno lako ulilolituma halitakurudia bure, litatimiza yote yaliyo mapenzi yako. Nasi usharika wa Temboni tunaomba yaliyo mapenzi yako kupitia semina hii. Tunaomba yaliyo mapenzi yako kupitia ibada hizi tulizo nazo mbeleni. Tunakusihi Bwana, yaliyo mapenzi yako yakapate kutimia, na ukambariki kila mmoja kama ulivyosema ya kwamba wewe ni Mungu unayetufundisha ili tupate faida. Nasi tunataka tuone faida kupitia neno lako la uzima. Utubariki sasa katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Neno la Mungu